Marekani ilianzisha wimbi jingine la mashambulizi dhidi ya Iran katika hatua inayotajwa kwa sehemu ya operesheni ya kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Iran unaodaiwa kutumika kutishia usalama wa meli zinazopita katika mlango wa bahari Hormuz, njia muhimu ya kimataifa inayounganisha Ghuba ya Uajemi na bahari ya Uarabuni, ambayo hupitia sehemu kubwa ya usafirishaji wa mafuta ghafi na gesi asilia na bidhaa nyingine muhimu za biashara duniani. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamandi kuu ya jeshi la Marekani, operesheni hiyo ilianza usiku wa kuamkia hii leo Julai 16 mwaka 2026, huku vikosi vya Marekani vikianzisha awamu mpya ya mashambulizi yaliyolenga maeneo mbalimbali ya kijeshi ndani ya Iran. Marekani imesema hatua hiyo inalenga kupunguza uwezo wa Iran wa kufanya mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara na za kijeshi zinazopita katika mlango wa bahari Hormuz, ambao kwa muda mrefu umekuwa moja ya njia nyeti zaidi za biashara duniani. CENTCOM imesema operesheni hiyo inalenga miundombinu ya kijeshi inayohusishwa na makombora ya masafa mbalimbali, ndege zisizo na rubani, mifumo ya rada, pamoja na vituo vya amri na udhibiti vinavyotumiwa na vikosi vya Iran kuratibu operesheni zake katika eneo la Ghuba. Kwa mujibu wa jeshi hilo, malengo hayo yalichaguliwa kwa kuzingatia taarifa za kijasusi zilizoonyesha kuwa baadhi ya maeneo hayo yalikuwa yakitumika kuandaa au kusaidia mashambulizi dhidi ya meli zinazopita katika njia hiyo ya kimataifa. Maafisa wa Marekani wamesema lengo kuu la operesheni hiyo si kuanzisha vita vya muda mrefu dhidi ya Iran, bali kuhakikisha kuwa uhuru wa usafiri wa baharini unalindwa na kwamba meli za biashara kutoka mataifa mbalimbali zinaendelea kutumia mlango wa bahari Hormuz bila vitisho vya kijeshi. Marekani imeendelea kusema kuwa njia hiyo ni muhimu kwa uchumi wa dunia, kwani sehemu kubwa ya mafuta yanayotoka Mashariki ya Kati husafirishwa kupitia eneo hilo kila siku, na usumbufu wowote unaweza kusababisha athari kubwa katika bei za mafuta na uchumi wa kimataifa. Mashambulizi hayo yamekuja baada ya wiki kadhaa za mvutano mkali kati ya Washington na Tehran. Marekani imekuwa ikishutumu Iran kwa kuhusika na mashambulizi dhidi ya meli za biashara, kutega mabomu baharini, kutumia boti za kijeshi kuwazuia mabaharia, pamoja na kurusha makombora na ndege zisizo na rubani kuelekea meli zinazopita katika eneo la Ghuba. Iran imekuwa ikikanusha tuhuma hizo na kueleza kuwa hatua zake ni za kujihami dhidi ya kile anachodai kuwa ni uwepo mkubwa wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran, mashambulizi ya Marekani yamelenga maeneo mbalimbali pia karibu na mji mkuu wa Tehran. Wakazi wa baadhi ya maeneo hayo wameripoti kusikia milipuko mikubwa, huku mifumo ya ulinzi wa anga ikianza kufanya kazi kwa lengo la kuzuia mashambulizi hayo. Ripoti hizo zinasema milio mikubwa ilisikika katika maeneo kadhaa yanayozunguka mji huo, jambo lililosababisha tahadhari kubwa kwa wananchi. Mbali na Tehran, televisheni ya taifa ya Iran imeripoti kuwa mkoa wa Semnan pia ulikuwa miongoni mwa maeneo yaliyolengwa. Mkoa huo unatajwa kuwa na miundombinu muhimu ya kijeshi, ikiwemo vituo vya maendeleo ya makombora, maeneo ya majaribio ya silaha, pamoja na baadhi ya shughuli zinazohusiana na programu ya anga ya Iran. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa hatua ya Marekani inaweza kuongeza hatari ya mapigano makubwa zaidi katika Mashariki ya Kati. Wanaonya kuwa iwapo Iran itachukua hatua za kulipiza kisasi tena kwa kulenga vituo vya Marekani, washirika wake au meli zinazopita katika mlango wa bahari Hormuz, hali hiyo inaweza kusababisha mzunguko mpya wa mashambulizi ambao utakuwa na athari kubwa kwa usalama wa eneo hilo la biashara ya kimataifa. Wataalamu wa uchumi pia wameeleza kuwa kuongezeka kwa mapigano karibu na mlango wa bahari Hormuz kunaweza kusababisha kupanda zaidi kwa bei ya mafuta duniani kutokana na hofu ya kuvurugika kwa usafirishaji wa nishati kutoka nchi za Ghuba. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.